makandikia marwa na Farisai, wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, makimletera mutumia wanyitetwo githaria, wakamweka katikati, makimwiga gatagateire, wakamwambia mwalimu, makimwira murutani, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Mutumia wanyitetwo githaria. Basi katika Torati thĩinĩ wa maandĩko ma Musa alituamuru kuwapiga, nake Musa oigire andũ aya mahũragwo kama hawa wanawake na mawe, na atumia taya mahũragwo na mahiga. Nao wakasema neno hilo kumjaribu, nao makiuga ũguo nĩgetha mamũgerie, ili wapate sababu ya kumstaki, nĩgetha magĩe na ũndũ wa kũmũthitangĩra. Lakini Yesu akainama, nake Jesũ akainamĩrĩra, akaandika kwa kidole, akiandĩka na kĩara gĩake kwenye inchi thĩinĩ wa thĩ. Nao walipozidi kumhoji, na rĩrĩa mathiaga na mbere kũmũthikĩrĩria, aliinua agĩũkĩra akawaambia, akĩmera, yeye asiye na dhambi ũrĩa ũtarĩ na mehia miongoni mwenyu gatagatĩ-inĩ kanyu awe wa kwanza kutupia jiwe. nĩ atuĩke wa mbere kũmũikĩria ihiga. Akainama tena, akĩinamĩrĩra rĩa kerĩ, akaandika, akiandĩka rĩngĩ kwa kidole chake kwenye inchi, akiandĩka thĩ na kĩara gĩake. Nao waliposikia wanastakiwa na dhamiri, na rĩrĩa maiguire nĩ maracukwo na dhamiri ciao, wakaondoka moja kwa moja, makĩeguta ũmwe kwa ũmwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani witũ aheo. Maandiko inasema ya kwamba maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, Yesu akakwea kwenye mlima wa Mizeituni. Yesu akĩambata kĩrĩma kĩa Mizeituni, na alipoenda huko, na rĩrĩa akinyire kũu, akaenda kumtafuta Bwana, agĩthiĩ kũmatha Ngai, sababu alikuwa na kazi kubwa pale chini. nĩ tondũ nĩ kũrĩ wĩra wamwetereire kũrĩa thĩ. Alikuwa ameenda kuomba, athiĩte kũhoya, ashuke akahubiri na kufundisha, nĩgetha aikũrũke ahunjie na athomithie. Lakini ole wake, no thĩinĩ wake, kumbe alikuwa amewekewa mtego, nĩagĩtwo nĩgĩirwo mũtego, akitoka maombi. nĩgetha akiuma kũhoya, tutaweza kujua huyu mtu ni wa Mungu ama ni kujifanya, nĩgetha mamenye kana mũndũ ũyũ nĩ wa Ngai kana nĩ gwĩtua. Maandiko inasema ya kwamba maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, alipozuka kutoka mlima, rĩrĩa ikũrũkire kuma kĩrĩma-inĩ, akaingia kwenye hekalu, akaingĩra thĩinĩ wa hekalu, na akaanza kufundisha, na akĩambĩrĩria gũthomithia andũ. Alipokuwa akifundisha asubuhi na mapema, na rĩrĩa athomithagia kĩroko tene, maandiko inasema ya kwamba maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, waandishi, andũ andĩki marũa, Wafarisayo, Afarisai, waliokuwa wanamtafuta, arĩa mamwethaga, wote wakaingia kama masters, makĩingĩra ta master, na katikati yao, na thĩinĩ wa gatagatĩ kao, walikuwa wameshika mwanamke, manyitĩte mũtumia, alikuwa ameshikwa katikati, akanyitwo na akĩigwo gatagatĩ, na wakaja wakamtupa mbele yake Yesu, na makĩmũiga mbere ya Jesũ, wakamtupa hapo mbere yake Yesu, makĩmũiga mbere ya Jesũ, na pia mbele ya kanisa, mbere ya kanitha-inĩ, ili waweze kumshika Yesu, nĩgetha mahote kũnyita Jesũ, na pia waweze kumshika mwanamke na kumpiga, na nĩgetha manyite na mũtumia ũyũ mamũhũre na mahiga. Maandiko inasema ya kwamba maroiga atĩrĩrĩ, walikuwa wameshika mwanamke alifumaniwa kizini, manyitĩte mũtumia wanyitĩtwo gĩtharia, na wakamweka mbere yake Yesu, na makĩmũiga mbere ya Jesũ, na wakamuuliza Yesu, na magakĩũria Jesũ, wewe huku tumekushika wewe leo Yesu, nĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩtũkũiguĩte wewe Jesũ, unasema wewe ni mwenye huruma na kusamehe, wewe ugaga nĩ ũrenda ciago cia kuohera, lakini sasa tunataka kuona no mũthenya wa ũmũthĩ tũrenda kuona kama utatenda kulingana na maandiko, kana nĩ ũgwĩka kũringana na maandĩko, ama utakuwa na hiyo huruma yako kana ũgũkorwo na tha icio ciaku juu ya dhambi. igũrũ rĩa meci. Wakamuuliza Yesu, makĩũria Jesũ, huyu mama tumemshika kwenye tendo, ũyũ mũtumia twamũnyita gĩtharia, actually in the act, twamũnyita thĩinĩ wa ũndũ ũcio, na uwezi ukakataa, na tũngĩgĩa na ũndũ wa kũrega, huyu ni evidence, ũyũ nĩ wĩira mũiganu, tumemshika kwenye act. twamũnyita agĩka ũguo. Sasa wewe Na wewe Jesũ rĩ, unajua vizuri nĩ sana ũĩ wega mũno kulingana na Torati, kũringana na watho wa Musa, kulingana na kumbukumbu za Musa, kũringana na mawatho ma Musa. maandiko imesema ya kwamba Maandĩko atĩrĩrĩ, mwanamke sampuli hii mũtumia wa mũthemba ta ũyũ tupige na mawe, tũmũhũre na mahiga, tuue, tũmũrage. lakini wewe Yesu, Na wewe Jesũ rĩ, tungetaka kujua ũkĩenda kũmenya atĩrĩrĩ, unasema nini? Bwana Yesu asifiwe. Tungetaka kujua ũkĩenda kũmenya msimamo wako mũrũgamo waku rĩ, juu ya huyu mama, igũrũ
kuiga. Yesu akanyamaza. Yesu agekira. Akawaangalia wote. Akiara kimarora wote. Akawaangalia wote. Akimarora wote. Maandiko inasema Amekomaroiga terere. Yesu akainama. Yesu akainamerera. Akaandika chini. Akiandikade. Akaandika. Akiandikade. Maandiko inasema ya kwamba Akoma kuiga terere. wakanyamaza Magekira. na wakaanza kuangaliana. Makiabiria kororana. Wanasoma, Magatoma. wanaangaliana. Makarorana. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Bado wanasikia kinyongo Ndito roho na pere kwa hivyo weiru. kwa sababu walikuwa wanataka kuua Yesu. Nipondo metaka kuua Yesu. Na waue mama. Na mawaraga matumio. Waseme ya kwamba Kuiga terere. wewe Yesu, We Yesu. umesemanga wewe ni mwana wake Mungu, Ingaga wewe mwana wa Kai. lakini dhambi hauulizi. Na mwenyedoria. Andiko inasema Adekoma kuiga. kila mtu akasoma mahali kumeandikwa, Hapa kitoma hali kuandiketu. na maandiko inasema Adekoma kuiga. wakamuuliza mara ya pili, wakaona ni kama Yesu hanyiti. Makimori mbele ya kentano maana katataranyita ni pia. Bwana Yesu asifiwe. Wakamuuliza Yesu mara ya pili, Makimori Yesu tukataka tuapie kulingana na Torati na Kumbukumbu. tukuangalia yake kulingana na watu wa Musa. Bwana Yesu asifiwe. Kulingana na Torati, Kulingana na watu wa Musa. mtu kama huyu akufe. Moto toya geleiro nego kwa. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kutangaza ya kwamba Kete kwa dada la terere. waliostakiwa na shetani jioni ya leo Nitaketo na saitani wa ino ombo. hawatakufa kwa sababu ya neema yake Yesu. Familia imeandikiwa magonjwa, Kamera ya dekeiro beribo. lakini siku ya leo Ndio mtanya wa ombo. kuna uponyaji hapa katika jina la Yesu. Ndio wale kwa Yesu. Kuna watu ambao wameandikiwa mambo makubwa. Ndio kwa yado maana keiro moto bale. Some of us they are walking. Wengine wetu tunatembea kwa njia, Akendogo jitorate na barabara. lakini tumembeba vifo, Na kile kinado kuweta gikuo. maroho ya kansa, Makuweta maroho makansa. arthritis. Maroho madirete. Wengine wamebeba cases. Ake makuweta masira. Mtu anaenda ni kama ni condemned, Mundu arafita mundu twera hivyo. ni kama huyo mama Nitamutumia asia. alikuwa amesikwa Alikitetwa. akiwa condemned, Akatwerwa sira. hata alikuwa anajua anaenda kunyongwa. Ni amejagadieta koragwa. Alikuwa anajua ya kwamba Amejagatere. kulingana na Musa Kulingana na Musa. mimi naenda kufa mawe. Yedieta koragwa na mahiga. Mtu akiaragana, Wakaragana. nimekuja kukutangazia ya kwamba utaishi sasa katika jina la Yesu. Kusamehewa dhambi katika jina la Yesu. Kuna uponyaji katika jina la Yesu. Watoto wetu hawatapotea tena. Tumekataa watoto wetu kupotelea kwa mbali na madawa ya kulevya. Tumekataa katika jina la Yesu. Wataokoka sasa katika jina la Yesu. Tumekataa wamama kupotelea kwa dhambi hapa Kiaragana, na wataokoka katika jina la Yesu Kristo. Tumekataa wambamba wa Kiaragana kupotelea huku na dhambi. Hata kama kuna watu wanaona wako na mebia, siku ya leo kuna kusamehewa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wale wazee walikuwa wamesema ya kwamba leo tunamsika Yesu, anajifanyanga master wa Kiaragana. Tumemsika siku ya leo, tutamupiga na mawe na tuwe mama na mawe. Lakini walipoenda wakakutana na neema kutoka juu mbinguni, na neema ikanyamazisha sheria katika jina la Yesu. There is no condemnation again to those who are in Christ Jesus. Wale ambao wako ndani ya Yesu, there is no judgment again. Wamesamehewa dhambi. Kama haujasamehewa dhambi,
Hata kama umetoroka kwako nyumbani umekuja kujificha huku. Ulitoroka kwa Bwana umekuja kujificha hapa Kiaragana. Mzee umepotea nyumbani umekuja kujipiga seti huku. Maandiko inasema ya kwamba umesamehewa kuja kwake Yesu. Hata kama uliuza land, lakini utasamehewa na Mungu atakupea mali tena. Hata kama ni school fee umekula, Mungu siku ya leo anakusamehea dhambi. Mama alikuwa ameshikwa kizini, lakini Yesu akamsamehea. Maandiko inasema ya kwamba Yesu akainama. Siku ya leo Yesu anainama, anaandika there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama nilikuwa nimetenda dhambi, Yesu ameinama kwa ajili yangu. Mimi nimesamehewa dhambi. Maandiko inasema wale watu wakaendelea kusoma maandiko, dhamiri zao zikaanza kuhuishwa. Na maandiko inasema ya kwamba wakaanza kujiondoa moja kwa moja, wakaanza kuondoka moja kwa moja. Na unajua walikuwa wamebeba mawe, kila mtu alikuwa na jiwe yake, akingojea kupiga nani, akingojea kuua. Sababu sheria imewapea nguvu, sababu sheria imewapea nguvu. Judge the sinner, walikuwa tayari. Unajua kuna watu hapa wamebebewa mawe. Hapa kuna mtu ako hapa amejikalisha hapa, lakini kuna mawe imepangwa juu yake. Siku ya leo tumekuja kusema mawe iwekwe chini katika jina la Yesu. Waliokewa mawe ya kesi, siku ya leo mawe itupwe chini katika jina la Yesu. Waliowekewa kesi ya Merimo, siku ya leo wapokee uponyaji katika jina la Yesu. There is no condemnation again katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Inasema Yesu akainama, akaandika. Mwanake kumeandikwa, yeyote atakayelilia jina la Yesu atasamehewa dhambi. Mama akalilia Yesu kama alikuwa mwenye dhambi, hata kama alikuwa mwenye dhambi, yale maandiko iliandikwa chini. Ndiko inasema kila mtu akaona dhambi zake, na dhambi zao zikahuishwa, na sio dhambi zao ikigenando wako mazuka kaanza kuangusha mawe. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka hata yeye alikuwa customer. Makeridikano na haki ya customer wake. Bwana Yesu asifiwe. Mama akasamehewa dhambi. Na waliokuwa hapo hata wao wakaenda kuokoka. Sababu ya yale walikuwa wametenda. Siku ya leo kuja kwake Yesu na utasamehewa dhambi. Usikae mungumu hapa Kiaragana, ati mimi niangalia huku, mimi nikitokezea wananijua. Bwana Yesu asifiwe. Unamuhitaji Yesu aokoe hiyo roho yako, utasamehewa na utarudi kwenye kanisa. Najua vizuri ulitoroka kwenye wokovu, lakini siku ya leo
kuja kwake Yesu na utasamehewa. Mama, kuja kwake Yesu utarudishiwa mboma yako. Mzee, kuja kwake Yesu usikue mang'aa. Wasting your year here in Kiaragana. Lakini Yesu atakurudishia uhai tena. Mama alienda, mama amesamehewa. Na Yesu akamuuliza, sijui kama kuna mtu umeona amekugonga jiwe. Hata mimi I will not condemn you. Go in peace. Sin no more. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tunasamehewa na Yesu. Jioni ya leo tunasamehewa na Yesu. Nataka tusimame sababu kuna uponyaji. Kuna uponyaji wa roho. Wengi wetu roho zetu they are bleeding. Lakini jioni ya leo Yesu anaenda kutusamehea dhambi. Wengine ni familia zao. Familia ziko na kilio. Lakini siku ya leo familia zinaponywa katika jina la Yesu. Wengine wamekuwa wagonjwa. Lakini siku ya leo ni siku ya uponyaji. Ningeomba tuweze kukaribia. Tukaribie. Some can stand there. Hakutakuwa na ubaya kusimama hapa. Hakutakuwa na ubaya. Na wengine wanaweza wakasimama pale. Alafu wengine wasimame hapa. Mkuje mzunguke hapa hivi. Lakini msisimame kwa njia. Just within here. Wengine waingie hapo ndani kidogo. Hakuna shida. Amen. Masaba imekuwa kidogo. Wengine wanaweza direct same wasimame hapo. Yes. Ili watu wasikae pale sana. And especially wale ambao wametoka huku Kiaragana. The natives. Nataka kuwaombea. Hatutamwacha venye mlikuwa. Nataka mbarikiwe. Unaweka biashara yako inabarikiwa. Familia yako ibarikiwe tena. Kijana wako aokoke hata kama ako na roho. Msichana wako aokoke. Na adumishwe na Mungu. Ni dakika chache sana. We will not take a lot of time. Tunajua mnafungua biashara. Kama wewe umezaliwa kwenye huu mchanga, umeelewa kwenye huu mchanga. Tafadhali. Na wale vijana wako pale. Chukueni hatua ya imani mkuje haraka. Kuna wale vijana wako pale. Kuna yule ako na red na kepi ya brown. Ongoza hao vijana wakuje hapa. Ni waombe. Wanaweza asifiwe. Pale kwa ile banki branch ya cooperative kama ni hapo mkuje. Wanaweza asifiwe. Hata mtu anaweza acha biashara yake ama msimame hapo nje ya mlango. Simama hapo nje ya mlango. Hapo tu kwa mlango usimame hapo. Tuweze kuwaombea. Sababu kuna watu wako hapa. Lakini Yesu siku ya leo atawakomboa. Hawatarudi venye walitoka kwao. Familia ambazo zimemomoka ni lazima siku ya leo Mungu azikomboe. Kuna watoto walipotea watapatikana katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. We want to pray. Especially wale ambao wamezaliwa huku. Tafadhali wakuja wasimame hapa hivi. Wameolewa hapa. Kujeni msimame hapa kwa laini ya kwanza. Sababu uwepo wa Mungu uko hapa. Wewe ni wa Kiaragana, kuja usimame hapa. Wewe wakiaragana ukorogame haha. Kuja usimame hapa karibu. Ukorogame haha kuhe. Missionaries direct them.
tuweze kuwaombea katika jina la Yesu Kristo. Hata kama kuliandikwa kulikuwa na torati za hapa, hata kama ni mchanga ililaaniwa, siku ya leo tutaomba Mungu atambariki. Hata kama kulikuwa na kumbukumbu iliekwa ya kwamba familia hazitasimama, ni lazima sisimame kiaragana katika jina la Yesu Kristo. Hata kama kuliandikwa watoto wetu wa kiume hawatasimama, siku ya leo katika jina la Yesu. Walio wagonjwa ni lazima wapokee uponyaji katika jina la Yesu. Nikataa roho ya magonjwa hapa kiaragana katika jina la Yesu Kristo. Mwanamke akashikwa akapelekwa kwake Yesu Kristo, akastakiwa mbele yake Yesu Kristo, lakini Yesu akaandika, yote imeisha. Yesu anaandika siku ya leo, Yesu anaandika ya kwamba yote inaisha, laana zinaisha, dhambi zinaisha katika jina la Yesu Kristo. Yesu akainama akaandika. Yesu anaandika, Yesu anaandika katika jina la Yesu Kristo. Nataka wende mbele zake Mwenyezi Mungu, especially waliozaliwa hapa, ili tuweze kuomba. Kwanza jiombee. Labda kuna mambo imeandikwa kinyume na wewe. Wengine wako na cases, wengine wako na magonjwa, lakini siku ya leo just go before the Lord in prayer katika jina la Yesu. Bless you Lord. Thank you because of your servant Jesus. We speak your deliverance upon them. You are deliverance, Lord. You are deliverance. You are deliverance. You are deliverance now. Any power of demons, we refuse it right now. We refuse it against these servants katika jina la Yesu Kristo. Enda mbele zake Mwenyezi Mungu na uombe. Continue to pray. Continue to pray. Just come to Jesus the way you are. Continue to pray. Give yourself to the Lord. Listen very carefully. Sikiza kwa makini. Nikitaka wale ambao wako kwenye maduka zao, wale waliosimama kwenye maduka zao, nikitaka uinue mkono wako kama njia ya ushirikiano, ili tuweze kuombea hiyo biashara yako pamoja na familia yako. Na kama uko hapa unakuanga na biashara, inua mkono wako pia katika jina la Yesu Kristo. Mungu, kuna uwezekano ya kwamba kuna mambo iliyoandikwa kwenye huu mchanga. Watu wako waishi na shida hata kama wanafanya biashara, lakini tungekuja kinyume na hayo mawazo yote, kama yule mama aliyepelekwa mbele yake Yesu, ameshikwa na dhambi lakini akasamehewa. Tunabariki hii biashara, tunabariki
biashara zinazofanya na watu wa hapa, hata kama ziko mbali, hata kama ziko Karatina, ziko Kerogoya, ziko Sagana, bali popote ziko, tumezibariki sasa katika jina la Yesu Kristo. Kafunguliwe milango na Yesu. Tuweke mikono yetu chini. Listen very carefully. Mekuwa ukisumbuliwa na aina ya ugonjwa, any kind of sickness. Inua mkono wako. Just raise up your hand. There is particular sickness imekuwa ikikusumbua sana. Katika jina la Yesu niletewe wao hapa hivi. Karibu wakaribie. Ashes please, admissioners waleteni kabisa, wakuja hapa wasimame hapa. Any kind of sickness, any altar that has been planted in you, we are speaking fire of the Holy Spirit. We are releasing the fire of the Holy Spirit. Moto ushomao uanze kuchoma. Moto wa Mungu, the fire of the Holy Spirit is upon you now. Any kind of sickness, high blood pressure, ya sukari, arthritis, tunakuchoma uanze kutoka sasa kwa hii mwili katika jina la Yesu. In the name of Jesus Christ, achilia hii mwili. Release this body. Release this body. Release this body and soul. Achilia mwili katika jina la Yesu. Achilia hii maisha. Fungua hii maisha sasa. Fungua maisha yake sasa katika jina la Yesu. In the name of Jesus Christ. Any demonic attack, mwachiliwe. There is no condemnation against your life. Na siku ya leo, kama huyo mama mefanya kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Tuweke mikono yetu chini. Uko hapa, kuna mambo inakusumbua, usianze kuangalia watu uone ni nani. Your business is pray for your own self. Jiombe. Yesu akawaambia wamama waliokuwa wanamlilia, mjiombee sana, mimi msinililie. Tafadhali nataka uangalie kwenye mboma yako, uangalie maisha yako venye imekuwa. Kuna watu wako hapa wanasikia wako mwisho. Mtu anasikia ni kama anaweza jiua. Mtu mmoja amenitumia message kwa WhatsApp. Ameniambia amefika mwisho, anasikia tu kukufa. People are such desperate because of attacks. Na hata wewe uko hapa na unasikia hiyo roho inakuandama. Tafadhali inua mkono wako na usikue na haya. Inua mkono wako. There is no condemnation to those who are in Christ Jesus. No condemnation. Come and stand here katika jina la Yesu Kristo. Any demonic attack right now, I command you, mwachilie. Yes, right now. Utoke ndani yake. Toka ndani ya mama. In the name of Jesus. I command you, Satan. You demon set. You demon of suicide and death. I command you out. Utoke na wewe. Umwachilie mama. From today, kutoka leo. Yes, and I set your life free. Breathe in. Breathe in. Out. Set you free. Amen. Sasa. Kuna mwingine, another person. Na usisikie haya. Don't be ashamed. Do not be ashamed of the name of Jesus. Okay. Just come. The way you are, just come. Just come. Spirit of suicide.
roho wa kwĩũraga. You are always suffering. Ũkoretwo ũgĩthĩnĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. In the name of Jesus Christ. Any demonic attack. You spirit. You demon. I command you, come out of her. Toka. You spirit. Out. Otoka. Otoka na neke. I command you spirit. Dume. Toka na wede. Achilia iroho. Fungua mwili. Fungua maisha yake. Right now. You spirit. From today. Kutoka leo. Yes. I set your life free. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. You spirit. You tormenting demon. I command you. Spirit of oppression. Toka na neke. Dume. No odie. From today. Kutoka leo. I set your life free. I set you free. Breathe in. In, out. I set you free. No more limitation. In Jesus' name, I set your life free. They know a little of Jesus. Vanessa Sefiwe. Listen very carefully. You have really suffered accident. Either you just sleep and fall. Coming out, unatoka nje unaanguka tu. Ama ni unaanguka sana na bodaboda. Ama ni gari. You really met several accidents since you were born. More than 3. And you give people like a story. Kimbia hapa haraka sana. Haraka. Your life will not end by black spot. Kimbia hapa haraka sana. Hata kama ni ya boda. Hata kama ni ng'ombe. Inakugonga unaenda hospitali. Just come here. Vanessa Sefiwe. Okay, nataka funga macho yako. Tafadhali funga macho. Usiangalie mtu. Ninajua tuko hapa Kiharagana na mnajuana. So, mambo ya kuangalia mtu na kufikiria mtu ndiye ako na shida hiyo hapana hapo. No victimization. Vanessa Sefiwe. Uko hapa ulikuwa umeokoka lakini you backslided. Lakini umesikia sauti ya Mungu kama huyo mama alipelekwa mbele yake Yesu. Yesu akamwambia mimi nimekusamehe. I will not condemn you. Uko hapa ulikuwa umeokoka but you backslided. Inua mkono wako. Nasikia ya kwamba ningetaka kuja kwake Yesu Kristo. Inua mkono wako hata kama uko huko juu. Inua mkono wako tutakuombea. Ungetaka kuokoka. Haujaokoka. Lakini unasikia sauti ya Mungu imenena pamoja na maisha yako. Inua mkono wako. Fearlessly. Don't fear your people. Inua mkono wako. Sema ya kwamba siku ya leo nimekuja kwake Yesu. Wewe mugabo wa Yesu dukoye goro. Ngwataniro yaku nagaye shoke. Ukena jero nokia wakutambere. Wewa mugambo wa Yesu dukoye goro. Dayo.
Uko hapa ungetaka kuokoka, inua mkono wako na ukimbie hapa haraka sana. Just come to Jesus Christ. The way you are, come to Jesus Christ. Usimkatae Yesu. Umepitia magumu sana, umepigana wewe peke yako, wamuhitaji Yesu akusamehe dhambi na makosa. Naomba tuweze kuinua mikono yetu. It's a sign of surrender to the Lord. Tunasema ni asante Baba Mwenyezi Mungu. Ni asante kwa hii mioyo. Wamekuja kwa crusade, wanakupenda. Tunazibariki familia zao, kazi ya mikono yao, huduma yao na kiaragana yote. Hata wale ambao hawakujui wakujue wewe Yesu, na wakuje kwake Yesu. Kwa hizo siku zimebaki, tumeomba uwepo wako na Roho wako Mtakatifu. Mioyo mingi ikuje kwako Yesu. Fungua milango, open portals, ili watu wakusikie na wakuje kwako. Utusamehe dhambi kama huyo mama alikuwa ameshikwa kizini, na utusamehe dhambi Yesu, tuweze kusimama mbele yako katika jina la Yesu. Tumeomba na kuamini. Tupigie Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aweze kuwabariki tukiendelea na crusade na mission. Ningeomba kiongozi alikuwa ni nani? Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe.